Swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza waamuzi wa mchezo. Waamuzi wanne kutoka Misri na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia. Ametumia neno taharuki. Mimi sidhani kama taharuki ni neno sahihi sana. Ni vile watu ni habari ambayo kutokana na upekee wa mchezo wenyewe, upekee wa tukio lenyewe, na watu wameipokea vile vile kiupekee. Amesema pia kanuni, muuliza swali amesema kanuni hazisemi chochote kuhusiana na hilo. Ni kweli. Kanuni hazizuii TFF kupitia kamati yake ya waamuzi kuleta muamuzi kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kusimamia mchezo wa ligi. Kanuni inaeleza sifa za waamuzi wanaoweza kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, idadi ya waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni hiyo ya 39 ibara ya 3 inaelezea sasa kitu kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa msimu mzima, inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni wa akiba, ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika. Kwa hiyo ni kanuni ya 39 ibara ya 3 ambayo inaelezea hilo jambo, kwamba kutakuwa na waamuzi wa dharura. Orodha hii ya waamuzi haijawahi kutangazwa na TFF kupitia kamati yake, wala orodha ya waamuzi wa akiba haijawahi kutangazwa kupitia kamati ya waamuzi ya TFF. Wanayo wenyewe wanaitumia, maana yake waamuzi wenyewe wanajifahamu, wale ambao wameteuliwa kuchezesha ligi msimu huu wenyewe wanajifahamu, na kwamba sasa tunakwenda kwenye mchezo huu waamuzi wametajwa. Kitu kingine ambacho tunaweza kukieleza ili wadau wengine wafahamu ni kwamba waamuzi walioteuliwa ni waamuzi wa kiwango cha juu sana, waamuzi ambao majina yao si mageni masikioni kwetu na wala machoni kwetu. Tumeshawahi kuwashuhudia wakisimamia michezo mikubwa ya ngazi ya klabu ya kafu, lakini pia hata ngazi ya taifa, kwa maana ya michezo ile inayosimamiwa na kafu ya timu za taifa. Lakini pia wameshawahi kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inasimamiwa na FIFA. Ni waamuzi wakubwa, waamuzi wenye profile kubwa, wenye uwezo mkubwa, ambao kutokana na kwamba hili ni tukio lenye upekee, dabi ya Kariakoo, sherehe za kukabidhi ubingwa kwa pamoja, mambo haya mawili yametengeneza tukio kubwa sana. Mambo mengi sana yataendelea kutangazwa na kuelezwa ambayo yanaendelea kusherehesha upekee wa tukio lenyewe. Suala la klabu kushirikishwa ama klabu kuridhia halipo kwenye kanuni. Waamuzi wanateuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF na wanapangiwa michezo na kamati ya waamuzi ya TFF. Kanuni ya 39 ibara ya 8 kama sio 9, siko sure sana hapo, inaeleza sasa kwamba kama klabu haijaridhia maamuzi ama haijaridhishwa na maamuzi, maana yake baada ya mchezo ina siku 3 za kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo hakuna sehemu inayotoa nafasi kwa klabu, kiongozi au yoyote kuzungumzia muamuzi kabla. Kanuni hiyo ya 39 ibara ya 8 kama sio ya 9, siko sure sana, inaelezea pia sasa kwamba kiongozi, mchezaji, kocha au mtu mwingine yoyote haruhusiwi kumkataa muamuzi aliyepangwa na kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Haruhusiwi kumkataa, lakini pia haruhusiwi kumjadili wala kumshutumu kupitia vyombo vya habari. Hiyo ni kanuni ya 39 inayoelezea, na tuwatakie kazi njema, tuwatakie maandalizi mema kuelekea dabi ya Kariakoo hapo kesho majira saa 11 jioni. Asante sana. Wanataka kupiga maswali mpaka uchanganye.